Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa anapinga kuhamishwa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kutoka New York nchini Marekani na kupelekwa kwingine. Anasema sidhani kama inafaa. Umoja wa Mataifa hauondoki New York na hauondoki Marekani kwa sababu Umoja wa Mataifa una uwezo mkubwa kupitia Marekani. Trump aliambia shirika la habari la Politico akitoa maoni yake juu ya ripoti ya gazeti la The New York Times ambalo lilisema kuwa maafisa wakuu wa Umoja wa Mataifa walionya kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linaweza kulazimishwa kupunguza shughuli zake au hata kufunga makao makuu yake New York kutokana na matatizo ya kifedha. Wakati isipo tena kusuluhisha vita, Umoja wa Mataifa unaweza, alisema. Ina uwezo mkubwa sana, mkubwa, lazima isalie hapa Marekani. Lakini alisema kuwa ana uhakika angeweza kutatua tatizo la kutolipa michango ya Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi kwa urahisi sana. Hata hivyo, anaamini kwamba pengine baadhi ya mataifa ulimwenguni yaliamini kwamba uwepo wa Umoja wa Mataifa nchini Marekani ni kwa sababu nchi nyingi ziliamini kwamba Marekani itakuwa na uwezo wa kuweza kufanya lolote dhidi ya Umoja wa Mataifa, na kwamba ikiwa ungehamishwa hakuna nchi ambayo ingemudu gharama hizo, licha ya kwamba wakati huu Marekani ilianza kujitoa taratibu katika baadhi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na WHO, shirika la afya ulimwenguni. Ikiwa wangekuja kwa Trump na kumwambia ningefanya kila mtu alipe kama vile nilivyofanya NATO ilipe, alisema. Ninachohitaji kufanya ni kupiga simu kwa nchi zote, wangetuma hundi ndani ya dakika chache. Kulingana na Politico, Trump hakusema iwapo Marekani italipa madeni yake kwa Umoja wa Mataifa. Trump amerudia mara kwa mara ukosoaji mkali wa Umoja wa Mataifa, akishutumu matumizi yasiyofaa ya fedha na kutofanya vya kutosha kumaliza mizozo. Hata hivyo, baadhi ya nchi zililalamika juu ya kile kinachofanywa na Marekani kufungia baadhi ya nchi kuingia nchini humo. Katika mkutano uliofanyika New York nchini Marekani, rais wa Marekani alisitisha kibali cha kuingia nchini humo kwa kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas, na kiongozi huyo alilazimika kuhutubia Umoja wa Mataifa akiwa Palestina. Hii ni moja kati ya sababu ambayo inafanya baadhi ya watu, hasa viongozi katika jumuiya hiyo, kufikiria eneo jingine kuweka Umoja huu wa Mataifa, licha kwamba moja kati ya sababu zinazotajwa ni kufilisika kwa Umoja wa Mataifa, jambo ambalo pia lilielezwa na mkuu wa Umoja wa Mataifa, Katibu Mkuu Antonio Guterres. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.